Wasia ambao ninautoa katika kipindi hiki cha uchaguzi, tudumishe sana amani. Amani ni kitu muhimu sana ndugu zangu katika imani. Sikia tu kwa wenzako, lakini ndugu zangu, inapokosekana amani, majambo mengi yanakuwa yanavurugika. Hata baadhi ya mambo muhimu ya kiibada, miamala yetu ya kawaida, tutashindwa kuifanya vile ipasavyo kutokana na kitu tu kinachoitwa amani. Ndugu zangu, hachana na ile kauli ya kila anayezungumza amani katika kuhamasisha utulivu katika masala ya uchaguzi, basi anaonekana chawa. Hapana, sisi tunatambua umuhimu wa amani, na sisi wengine bado hatujawa machawa kwa sababu bado hatujakuwa, ni wadogo, lakini tunaona kwa wenzetu jinsi hali zilivyokuwa ngumu. Ndugu zangu, wanasema neno amani mushtaqun mina al-iman wal-imanu mushtaqun min al-amni. Neno amani limetokana na neno iman, na neno iman limetokana na neno amnu. Amani imezungumzwa katika Qur'ani, lakini amani Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika maneno yake ameizungumza, lakini mpaka yeye mwenyewe Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kilichomfanya awe anaishi vizuri katika maisha yake ni kwa kuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana kudumisha amani. Tena amani ambayo alikuwa anapenda kuidumisha, alikuwa anaangalia vitu vingi, mpaka katika mali za watu alikuwa anazipa amani. Si hivyo tu, Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapenda kudumisha amani katika nchi yake, kwa sababu alikuwa anajua hubbul watani minal iman, kuipenda nchi ni katika imani, ni katika uzalendo. Mzalendo yoyote hawezi akahamasisha vitu ambavyo vinavuruga amani. Udkhuluha bisalamin. Ndugu zangu katika imani, kwa kuwa sera ya nchi yetu inapenda sana amani, basi kutokana na tukio ambalo linakuja mbele yetu, tunahamasishana amani. Allah tabaraka wa taala aijalie nchi yetu iwe na amani ndani ya siku hiyo na siku zijazo. Tuendelee kuwa na amani ili tufanye ibada zetu kwa amani. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba ujalie tuwe na uchaguzi ambao utakwenda kwa amani. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba umlinde yule atakayeteuliwa kuwa ni rais wa nchi yetu, awe na amani. Lakini pia vile vile mambo ndani ya siku ile yawe na amani. Kwa kusema hayo, niseme wabillahi tawfiq wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.